na kalenda yetu ambayo nimeipa kichwa kinachosema kalenda ya Mungu. Na siku ya leo nakwenda kukuletea kalenda nyingine ambayo imefichwa ndani ya Biblia. Hii ni kalenda ya Mungu ya miaka 4500. Wana wa Israeli walipotoka Misri wakielekea Kanaani, walipokuwa jangwani, Mungu alimwagiza Musa kwamba atengeneze hema ya kukutania ambayo hujulikana kama hema ya jangwani ya kukutania. Na Biblia imeieleza vizuri katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 26 na 27. Unaweza kusoma kwa kuelewa zaidi hata ukianzia sura ya 25. Zile sura zote tatu zinaeleza kwa kina kwa habari ya hema ya jangwani ya kukutania. Hema hii ya jangwani ya kukutania kwa kweli ilikuwa imetengenezwa ilikibeba maana ya kiroho ya wakati ule, ikibeba maana ya kiroho pia kwa wakati wa mbele, na pia ilikuwa ni kama kalenda. Ilikuwa ni kalenda ya Mungu ambayo Mungu aliificha kwa kutumia vipimo vya ile hema ya kukutania. Hapa niseme kwamba namba zilizoko kwenye Biblia zote kwa kweli ni namba ambazo Mungu alizichagua na zinabeba ujumbe muhimu sana, kama ambavyo utaona katika sehemu hii. Katika ile hema ya kukutania, kama tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 26, ile hema ya kukutania ilikuwa na sehemu tatu, na mimi kwa neema ya Mungu nimechora mchoro huu rahisi ambao utakuwezesha kuweza kuielewa hii hema ya kukutania, ambayo ilikuwa na sehemu tatu: sehemu ya ua wa nje, sehemu ya patakatifu na sehemu ya patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo sehemu hizi tatu zilikuwa zimebeba maana kubwa za kiroho, lakini pia zilikuwa ni kalenda. Ile ua wa nje ulikuwa na urefu wa dhiraa 100 upande huu na upana wa dhiraa 50. Kwa hiyo ukichukua hizi dhiraa 100 jumulisha 100 jumulisha 50 jumulisha 50, unapata urefu wa dhiraa 300. Na hii sehemu hii ya nje ilikuwa imezungushiwa kitambaa chenye kimo cha dhiraa 5. Sasa ukitafuta eneo la kitambaa hichi kilichozungushia eneo la ua wa nje wa hema ya kukutania, kwa kweli utapata dhiraa za eneo 1500, ambazo kimsingi ilikuwa inawakilisha miaka 1500 ya kipindi cha sheria. Na sehemu nyingine ya pili ilikuwa ni sehemu ya patakatifu. Sehemu hii ya patakatifu ilikuwa na urefu wa dhiraa 20, upana wa dhiraa 10 na kimo cha dhiraa 10, na hii ilikuwa imefunikwa pande zote. Na ukitafuta ukubwa wa eneo hili, ukubwa wa eneo la patakatifu, unachukua 20 mara 10 mara 10, kwa kweli unapata dhiraa za ukubwa 2000, ambazo zilikuwa zinawakilisha kipindi cha miaka 2000 ya neema. Na sehemu ya tatu ilikuwa ni sehemu ya patakatifu pa patakatifu, ambayo yenyewe ilikuwa na urefu wa dhiraa 10, upana wa dhiraa 10 na kimo cha dhiraa 10. Ukichukua urefu mara upana mara kimo, unapata jumla ya dhiraa za ukubwa 1000, ambazo sehemu hii ilikuwa inawakilisha miaka 1000 ya milenia au ya utawala wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hema ya jangwani ulikuwa ni unabii, na kwa sehemu kalenda hii ya miaka 4500 inafanana kwa sehemu kubwa na kalenda zile mbili ambazo nimekwisha kuzizungumzia katika video zilizotangulia, kalenda ya kanisa na kalenda ya taifa la Israeli. Mungu akubariki kwa kuendelea kunifuatilia. Bado nitaendelea kufunua mambo mengine makubwa zaidi kwa kadri Mungu anavyotupa neema. Ubarikiwe na Bwana Yesu.